Kwenye data za kimichezo tu tusiangalie kwa upande wa upinzani kwenye klabu ya Yanga na Simba, lakini tuangazie uchambuzi wa jezi mpya za klabu ya Yanga ambazo zimetambulishwa hivi karibuni. Of course kwa hivi sasa tunaweza tukasema kwa msimu wa 2024-2025 klabu ya Yanga imeweza kwenda tofauti na yale malengo ambayo mashabiki wengi walikuwa tayari wameshakusudia. Yanatokea waweze kuachana na designer Sheria Ngoi ambaye alikuwa ni mmoja kati ya madesigner wakubwa kabisa kwenye klabu ya Yanga, na walifanikisha pia kutengeneza na kubuni jezi mbalimbali ambazo klabu ya Yanga iliweza kufanikisha, ikiwemo jezi ya Wizmo ambayo ilikuwa ni jezi pendwa sana kwenye kikosi cha wananchi. Lakini kwa hivi sasa jezi zinazoonekana kutamba na kuendelea kuwepo kwa hivi sasa sio tu kuweza labda kuipa heshima klabu ya Simba, lakini kuzungumza uhalisia uliopo ni kwamba kwenye jezi za msimu 2024-2025 Simba na Yanga basi kwa asilimia kubwa waliofanikisha na waliofanikiwa kuweza kuwa na jezi kali na jezi ambazo zimekuwa na ushawishi wa kuweza kuuzika kwa mashabiki zao, basi ni jezi za klabu ya Simba Sport Club. Ni ukweli na ni uhalisia kutoka kwa asilimia kubwa ya wachambuzi baada ya klabu ya Yanga kuweza kuboronga na kuachana pia na mwanamitindo lakini pia na designer Sheria Ngoi ambaye alikuwa kwa asilimia kubwa akitengeneza creativity ya hali ya juu, lakini pia kuhakikisha kwamba jezi za Yanga zinakuwa ni zenye mvuto na ni zenye mtazamo. Tunashindwa kufahamu shida ilikuwa ni nini, lakini kwa this time uhalisia na tunachokiona ni kwamba klabu ya Simba iko juu kwenye swala zima la kutengeneza jezi, lakini pia na kufanya mauzo ambayo kwa hivi sasa yamekuwa yako juu sana kwenye klabu ya Simba kuhusiana na swala zima la jezi ambazo zimeonekana kupendwa kushinda jezi za klabu ya Yanga. Sasa sina la ziada, lakini tukutane kwenye upande wa comment kwa hiki ambacho kinazungumzwa na kiko rasmi kabisa.